Sadiki Godigodi ni mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation Taifa. Ndugu wanahabari, nawaamkia kwa maamkizi ya taifa, amani ya Bwana iwe juu yenu. Au kwa salamu nyingine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanahabari, kama ilivyo desturi ya sisi viongozi na Watanzania, mara nyingi tunapokuwa katika taifa letu, basi tumekuwa tukitoa maoni na mawazo mbalimbali, rai mbalimbali juu ya mustakabali mzima wa taifa letu. Nimekuiteni wanahabari leo hii tarehe 3 kwa ajili ya kuzungumza nanyi juu ya mambo mbalimbali, lakini hasa haya ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii. Ndugu zangu, tuko katika taifa ambalo ni taifa zuri, ni taifa jema kabisa, ambalo tumeachiwa tunu ya vitu vingi katika taifa hili, ambalo ni alama za taifa na wazee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abedi Amani Karume. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na miaka inavyozidi kwenda, kumekuwa na baadhi ya watu ambao hawalitakii mema taifa hili, wamekuwa wakijaribu kusukuma baadhi ya ajenda ili kupitisha au kuweka maslahi yao. Tumekuwa tukiona vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, hasa swala hili ambalo liko mbele katika siku ya wakulima Sabasaba. Nimeamua nizungumze ama nitoe maoni yangu kama Mtanzania. Mimi ni Mtanzania na kama Mtanzania pia ni kiongozi wa taasisi kubwa katika taifa letu hili, taasisi inayojishughulisha na mambo ya amani, Tanzania Peace Foundation. Kwa hiyo unaweza ukaona, ukiondoa utanzania wangu, lakini pia ni kiongozi wa taasisi ya amani. Jukumu letu kubwa ni kwa ajili ya kupambania viashiria vyovyote ambavyo vinaweza vikasababisha uvunjifu wa amani katika mazingira yoyote yale. Na sisi katika namna ambazo tunaweza tukazungumza katika nyanja mbalimbali ni kuwaasa Watanzania, kuwanasihi Watanzania yale mambo ambayo yanaweza kujitokeza, yanaweza kuwaharibia katika jamii zao, basi wajaribu kujiepusha na mambo hayo, kwa sababu wanasema mtoto akililia wembe hutakiwi kumpa, maana yake atajikata, na mtoto akijikata maana yake kwamba umemwaga damu yake. Sisi tunajaribu, baadhi ya watu ambao tunajaribu kuisemea amani katika taifa hili, tumekuwa tukionekana kama si watu wa haki, jambo ambalo si sahihi. Ukizungumzia amani, maana yake amani ni neno mtambuka, ni neno ambalo unajumuisha vitu vingi ikiwemo hiyo haki yenyewe. Lakini kumekuwa na upotoshaji wa baadhi ya watu au baadhi ya viongozi ambao wanaeleza kwamba amani iko tofauti na haki. Hapana, amani ndani yake kuna haki, ndio maana tunazungumzia amani. Tunaposema kutaka kuitetelesha amani, manake kwamba hata haki yenyewe itaondoka. Leo tumekuwa ni mashuhuda wa maeneo mbalimbali ambayo yamekosa amani katika maeneo hayo, namna ambavyo viongozi na wananchi na raia wao wanavyojaribu kutafuta amani katika maeneo hayo na bila mafanikio. Kwa hiyo namna ambavyo tunaona misukumo ya kuvunja au kuharibu ule utulivu tulionao katika taifa letu, tunaona katika mitandao ya kijamii, na ambao wanasukuma ajenda hii hasa ni wale ambao wako nje ya taifa hili la Tanzania, na wengine wakijinasibu kuwa ni Watanzania. Jambo hili sisi kwa dhamira njema kabisa tunawaomba waache, na si kuacha tu, wajaribu kuishika nchi hii kama kweli wao ni wazalendo. Lakini kama kutakuwa na namna nyingine ambayo si ya kizalendo, kwa maoni yetu ni lazima Watanzania tukatae ajenda zozote za kuvunja amani ya taifa letu. Taifa letu limekuwa ni eneo tulivu sana, ni eneo salama sana. Watanzania leo, Mtanzania wa kawaida
imekuwa yeye kutoka kwake, kijana wa Kitanzania, mzee wa Kitanzania, tena wengine wazee wengine hawatoki, wanasubiri vijana wao watoke kwenda kutafuta ili warudi wawaletee kile ambacho wanaweza kufanikiwa kupitisha siku yao kama ya leo na kuitazama siku yao ya kesho. Watoto wanasubiri wazazi wao watoke kutafuta ili waje wapate chakula, na haya ndiyo maandiko yapo hata kwenye vitabu. Hakuna nchi ambayo hakuna njaa, ni kutofautiana tu. Hawa wana njaa kwa asilimia ipi? Hawa wamepiga maendeleo kwa asilimia ngapi? Na wao wameanza katika hatua za maendeleo miaka ipi? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukavizungumza na vikaleta tija kwako wewe, lakini kumekuwa na ajenda ambazo si zenye nia njema katika taifa letu. Ni lazima sisi kama Watanzania, mimi kama Mtanzania, tukatae ajenda za namna hii. Ndugu wanahabari, tunapenda tufikishe ujumbe huu kwa Watanzania, hasa vijana, kwamba wajiepushe na hali yoyote ya ushawishi ya kuingia kwenye machafuko kwa maana ya kufanya vurugu. Taratibu za maandamano zinaeleweka. Maandamano ambayo hayana kiongozi, hayana ruhusa ya kibali, hayo ni maandamano ya aina gani? Maandamano ambayo hayajulikani yanatoka wapi, yanakwenda kuishia wapi. Huu ni utaratibu wa wapi? Kama kweli tunaona kwenye akaunti mbalimbali kwamba maandamano haya ni ya amani, kama maandamano haya ni ya amani, mbona hayana kibali? Lakini mbona hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi? Nani ambaye anapokea maandamano haya? Ni wazi kabisa mnaleta sintofahamu ambayo sisi ambao tunaweza kufahamu, tunaweza tukaelewa kwamba hii ni sehemu ya uharibifu au ya uletaji wa vurugu. Na ndio maana kupitia msemaji wa jeshi la polisi ametoa tahadhari juu ya jambo hilo, na kwamba hakuna taarifa za maandamano wala hakuna kibali ambacho kimetolewa cha maandamano. Lakini ndugu wa Tanzania, tusichezee taifa hili. Leo hii waulizeni ambao wanachochea vurugu za namna hii, wakiweka mwamvuli wa maandamano. Maandamano ni ruksa, maandamano ni haki, lakini wanatumia mwamvuli wa maandamano kuanzisha vurugu. Na kama itatokea vurugu za namna hii, ndugu zanguni wa Tanzania, katika Afrika, kwa sisi ambao tumepata bahati ya kutembelea baadhi ya nchi za Afrika, tunaona namna ambavyo baadhi ya mataifa hayo yanavyopata tabu. Leo katika nchi ambazo tunapakana nazo Tanzania, nchi 8 ambazo tunapakana nazo, tazama ni nchi gani ambayo ina utulivu kama Tanzania? Ni nchi gani ambayo ina mshikamano kama Tanzania? Ni nchi gani ambayo ina amani kama Tanzania? Leo hii mnataka kutupitisha katika janga ambalo hatupaswi kupita katika janga hilo. Ndugu wa Tanzania na ndugu wanahabari, hali hii ya sintofahamu, hali hii ya ushawishi na uchochezi wa vurugu ni hali ambayo tunaikataa na tunaikemea. Zipo njia nyingi ambazo viongozi ambao wapo katika mamlaka husika wameweka platform nzuri na wameweka njia nzuri, na tumeona kwamba platform nzuri ni ya mazungumzo, ni ya watu kukaa mezani. Kama kuna malalamiko, ziko mahali yako, mahali ambapo unaweza ukapeleka malalamiko yako. Una sehemu ambayo unanungunika, basi yapo maeneo ambayo unaweza ukapeleka maoni yako na malalamiko yako juu ya jambo ambalo unalilalamikia. Lakini njia ya kusema ya kwamba ili nipate haki yangu nifanye vurugu, kila mtu akiamua kufanya hivyo, kweli tutakuwa salama? Yaani kila mtu akitaka kufanya nguvu kuvunja sheria, tutakuwa salama? Ndiyo maana hata katika vitabu vya Mungu tumewekewa amri, sheria na hukumu. Maana yake ni kwamba sheria itakukamata wewe, hukumu itakukamata wewe, amri itakukamata wewe. Hakuna mwanadamu anayeongozwa bila sheria. Kama tunaweza kuvunja katiba hii, hivi kweli hiyo katiba tunaoililia kwamba ije katiba mpya tunaweza kupambana nayo? Tunaweza kuihimili? Ndugu zanguni, tusichezee amani ya taifa hili, tusichezee utulivu wa nchi hii. Leo hii nyinyi wenyewe mmeona. Tena kwa nafasi hii nitumie kupongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, namna ambavyo wanahangaika
namna ambavyo wanapata tabu kuimarisha ulinzi na usalama wa kwetu sisi. Lete mfano, kama tusingekuwa na vyombo vya ulinzi na usalama, hali ingekuwaje? Hali ingekuwaje? Tazameni leo, kuna maeneo ambayo ulinzi namna ulivyoimarishwa si mazoea ya Tanzania. Taifa letu ni taifa ambalo ni la kiungwana na viongozi wake ni waungwana. Kwa nini tusitumie fursa hii? Kwa nini tusitumie fursa hii kwa ajili ya kujenga taifa letu, kuleta maendeleo, kuleta umoja, kuleta mshikamano? Lakini pia kama tunayo ya kusema basi tuyaweke. Lakini sisi ambao tuna dhamana, tuna uwezo wa kutoa maoni kwenye vyombo vya habari, basi hatuwezi kukaa chini tukaiacha taifa letu linaangamia. Tutaingia front line kupambana na kuzisemea taifa hili. Lazima tulisemee, kwa sababu kila Mtanzania anayo haki ya kulilinda taifa hili. Kila Mtanzania ni mwana usalama wa taifa hili. Huwezi ukaacha taifa lako linaangamia kwa sababu ya faida ya watu wachache. Hivi mnafahamu kwamba hao wanakuhamasisheni wanalipwa? Mnalifahamu hilo? Lakini ukisema hayo na wao wanakuambia wewe mbona unalipwa? Nani anayekwambia analipwa? Si tumeanzisha taasisi hizi kwa sababu ya kulisemea taifa hili, kwa ajili ya kusemea amani ya nchi yetu, na imekuwa ni desturi yetu mara nyingi na mara kadhaa. Tafuteni rekodi zetu, mtaona nyakati tofauti tumekuwa tukilisemea taifa hili, kwamba ndugu zanguni, wale ambao mna dhamira njema, basi acheni upotoshaji, acheni kujenga chuki kwa Watanzania, acheni kutaka kuweka dhamira ya kuliangamiza taifa hili. Wewe ambaye unahamasisha taifa la Tanzania liangamie, je, uko Tanzania? Je, una uwezo kama Mtanzania wa hali ya chini ambaye yuko katika taifa hili, ambaye anakaa Manzese, ambaye anakaa Gongo la Mboto, ambaye anakaa Tabata? Wewe uko Denmark, wewe uko Uingereza, wewe uko Kenya, wewe uko Marekani. Kwa nini usije kuhamasishia hapa hayo maandamano kama kweli wewe unahitaji kupambana? Ambao wanafanya hivi kwenye mitandao hawana dhamira njema na taifa hili, hawana nia njema na nchi yetu ya Tanzania. Hakuna nchi ambayo haina changamoto. Hiyo Marekani yenyewe ina changamoto, changamoto za kisheria, changamoto za kimaendeleo, changamoto za kisera, na ndio maana leo wanabadilisha viongozi kila itwayo uchaguzi. Maana yake ni kwamba yule kiongozi aliyekuwepo hawajamuelewa, ndio maana wanafanya mabadiliko. Changamoto za kisera. Kwa hiyo ipo katika taifa lolote duniani. Sasa ukitaka kuileta Tanzania ufananishe na mataifa mengine, utakuwa unalikosea heshima sana Tanzania. Tanzania ni nchi kamili yenye mamlaka kamili inayojitegemea, ni taifa huru, ndio maana lilijitafutia uhuru wake. Leo kwa nini watu ambao hawana nia njema na taifa hili tuwape mwanya? Na ninashangaa baadhi ya viongozi wako kimya wa taasisi ambao wanasema taasisi zao zinapigania umoja, zinapigania mshikamano wa Tanzania, lakini baadhi ya mambo hawayaoni wala hawayasemei. Lakini sisi tunasema kama raia wema wa taifa hili hatutokubali kuacha baadhi ya watu wachache wasiolitakia mema taifa hili walivuruge. Tutasimama mpaka dakika ya mwisho kulisemea taifa hili. Ndugu wa Tanzania, maneno yangu ya mwisho na saha zangu za mwisho, hatutoacha kusema wala hatutoacha kutoa maoni yetu kama Watanzania. Ukiniuliza, manake ukiyasema haya wengine wanakuuliza kwenye mitandao, kwani huyu ni nani? Kwani wewe unayehamasisha ni nani? Unaniuliza mimi ni nani? Wewe unayehamasisha maandamano, wewe ni nani? Unawaambia watoto wa kimaskini waingie barabarani, wewe kama nani? Ni mzazi wao? Ni kiongozi wa taifa hili? Hapana. Na kuna watu ambao wamejificha kwenye mwamvuli huu wa maandamano, ambao wapo katika taifa hili, wapo katika nchi hii, tuko nao hapa ndani. Tahadharini,
tunatoa tahadhari. Viongozi wetu wameweka platform nzuri sana ya kusikiliza kero mbalimbali, iwe za taasisi, iwe za vyama vya siasa. Kwa nini tusitumie platform hii? Hakuna suluhisho lolote litakalokuja zaidi ya suluhisho la mazungumzo. Kwa nini tunataka kujenga dhamira ya kuharibu miundombinu yetu, kutaka kuwaulisha watoto wa Kitanzania masikini? Unafikiri nani ambaye ataingia barabarani? Mtoto wa tajiri ataingia barabarani? Unamhamasisha mtoto wa kimaskini ndio aingie barabarani. Maana yake ni nini? Unavuruga future yake, unaharibu yale ambayo alikuwa ameadhamiria katika nafsi yake. Future yake unaiharibu. Leo watoto wangapi tumewapoteza kwa sababu ya ujinga wa watu wachache ambao wamekuwa na tamaa zao na dhamira zao, tunaweza kusema za kibepari. Tunasema na tutaendelea kusema, hatutoishia hapa. Ni waombe vijana, wazee, kina mama, tuache kuwasikiliza na tujiepushe na ushawishi wa namna yoyote. Tunafahamu kabisa kwamba taifa letu liko imara, viongozi wetu wako imara, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko imara, na ninaona kabisa hali ya kiusalama iko vizuri. Watu wache na nchi yetu tuendelee na utaratibu wetu. Anayeweza kujitafutia matembele ajitafutie matembele, anayeweza kujitafutia dagaa ajitafutie dagaa, mwenye uwezo kujitafutia nyama ajitafutie nyama. Kwa nini nasema haya? Hatuwezi kuwa tumepanda jahazi moja. Kwa wale watu wa pwani, tumepanda jahazi moja, tuko ndani ya bahari, anatokea mtu mmoja upande wake anachukua tindo anatoboa lile jahazi. Maana yake nini? Kwamba maji yaingie. Hivi maji yakiingia, na kuulizeni wa Tanzania, lile jahazi lisilitazama? Likizama atazama peke yake? Tutazama wote? Lazima tutazama wote. Kwa hiyo dhamira na mtu mzalendo lazima twende tukapambane na yule asitoboe, asifanikiwa kutoboa lile jahazi. Tumnyang'anye tindo asitoboe lile jahazi, ili tuweze kufika safari yetu salama. Tukifika safari yetu salama, yule hata kama tutakuwa tumemwadhibu, hata kama tutakuwa tumemtosa ndani ya maji, lakini ni heri mmoja akafa ili lisiangamie taifa zima. Heri mtu mmoja afe kuliko kuangamia taifa zima. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuacha taifa liangamie kwa sababu ya watu wawili wachache ambao wamekaa hapo, wako Nairobi, wako sijui wapi, Marekani, kwa ajili ya kuhamasisha watoto wa kimaskini. Tunapinga na tunakemea na tunatoa nasaha kwamba tuachane na habari hizi za kuvuruga taifa letu. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni.